Hatimaye mkoa wa Kursk uliokuwa chini ya Ukraine umekombolewa na Urusi. Takribani eneo lote la mkoa wa Kursk limekombolewa, na hii ni kwa mujibu wa naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi siasa ya jeshi la Urusi, kamanda wa kikosi maalum cha Akhmat, Luteni Jenerali Abti Aludinov, ambaye amesema katika mahojiano na shirika la habari la serikali ya Urusi TASS, amesema tunaweza kusema ukweli sasa kwamba karibu eneo lote la mkoa wa Kursk limekombolewa, alisema kiongozi huyo. Maendeleo ya kijeshi ya Urusi yalitoa matokeo mazuri. Karibu makazi yote yalichukuliwa mara moja na wafanyakazi wa adui kuharibiwa, Aludinov aliongeza. Eneo hilo la Kursk ni lile ambalo wanajeshi kutoka nchini Korea Kaskazini walipelekwa kwa ajili ya mapambano, lakini ni eneo ambalo katika siku za hivi karibuni Rais wa Urusi Vladimir Putin alilitembelea. Rais Putin alipofika, moja kati ya mambo muhimu ambayo alijuzwa ni kwamba alielezwa 86% ya eneo limekombolewa na kwamba lilibaki 14% tu, ambapo baadhi ya wanajeshi wa Ukraine walikuwa wakiendelea na mashambulizi. Lakini siku ya leo Urusi imethibitisha kwamba tayari wameshawaondoa wanajeshi wote wa Ukraine, licha ya kwamba haikuelezwa wazi kama wanajeshi hao wameondoka katika eneo hilo ama wamekamatwa au kuuawa. Lakini kati ya taarifa ambazo zimetolewa na Urusi ni kwamba wanajeshi zaidi ya 15,000 wa kigeni kutoka katika mataifa mbalimbali walishiriki katika mapambano hayo, kulingana na makadirio ya hivi punde ya Urusi, ambapo mamluki hao wa kigeni walikufa katika mzozo huo, hasa katika eneo hilo la Kursk. Raia wa kigeni ambao walipigana pamoja na wanajeshi wa Ukraine wameendelea kupata hasara kubwa, huku vikosi vya Urusi vikiwafukuza wavamizi hao katika mkoa wa Kursk. Katika wiki kadhaa zilizopita, Moscow imeripoti mara kwa mara kuondolewa kwa mamia ya wanajeshi wa Kiev na mamluki wa kigeni katika eneo la Kursk. Zaidi ya raia 15,000 wanaaminika kushiriki katika mapigano hayo, kwa mujibu wa makadirio ya hivi punde yaliyotolewa na kaimu mkuu wa ujumbe wa Urusi katika mazungumzo yaliyofanyika Vienna kuhusu usalama wa kijeshi na masuala ya udhibiti wa silaha, Yulia Zdanova. Tangu kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo mwaka 2022, Moscow ilionya mara kwa mara kwamba mamluki wa kigeni wanaopigana pamoja na Kiev watachukuliwa kama malengo halali na hawatapewa ulinzi wa kisheria chini ya mkataba wa Geneva. Kufuatia uvamizi wa Ukraine huko Kursk mnamo Agosti mwaka 2024, wachunguzi wa Urusi walipata ushahidi kwamba mamluki wa kigeni walikuwa na jukumu kubwa katika eneo hilo na katika uvamizi uliofanyika katika eneo hilo la Kursk. Wiki iliyopita jeshi la Urusi liliripoti kwamba vikosi vingi vya maadui tayari vimefukuzwa kutoka katika eneo hilo na kwamba wanajeshi waliobaki wa Ukraine wamezingirwa na kutengwa, na hatimaye leo hii wanajeshi hao wameondolewa rasmi na Urusi inamiliki eneo lake la Kursk na ulinzi ni umeimarika. Na hii ni kufuatia ari iliyotolewa na rais wao Vladimir Putin alipotembelea eneo hilo ambalo lilikuwa likishambuliwa mara kwa mara na Ukraine, na kwamba lilitekwa kwa kiasi kikubwa tangu mwaka uliopita mnamo mwezi wa Agosti. Mwanajeshi mmoja ambaye alikamatwa alidai kuwa wanajeshi wa Kiev wamezuiwa kuondoka katika eneo hilo, na mamluki wa kigeni pia ambao wametishia kumpiga risasi mtu yoyote ambaye alikuwa anarudi nyuma, wakati huu wote wapo chini ya mzingiro, na kwamba wakati huu wanajeshi wote waliosalia, licha ya kwamba idadi yao haikutajwa, lakini imeelezwa kwamba wanajeshi karibia 15,000 ni wa kigeni. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu nini ambacho kinaendelea wakati huu katika mapambano kati ya Warusi na wa Ukraine, licha ya kwamba Marekani ipo katika juhudi za kumaliza mzozo huu. Endelea kuwa nasi wakati wote, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.